Yes, shalom wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Pastor Kelvin Makoe. Ninawasalimia kutokea maeneo yenye utulivu, nature, kijani kibichi. Ninafurahia utukufu wa Mungu. Nina ujumbe kwa ajili yenu kutoka Yakobo sura ya 5 kuanzia mstari wa 13 na kuendelea. Pale unakutana na msisitizo wa mtumishi wa Mungu Yakobo kuhusu kuomba kwa bidii. Anasema ikiwa mtu wa kwenu amepatikana mabaya na aombe. Anamzungumzia pia Elia. Alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini aliomba kwa bidii mvua isinyeshe na baadaye akaomba mvua ikanyesha. Sasa Tanzania tumepatikana mabaya ya kuwa chini ya uongozi ambao hauna utu kwa watu wake. Tuzidi kuomba. Tanzania mpya imeshakuja kama ambavyo babangu Askofu Dickson huwa anasema. Tuombe. Soon vyombo vya habari vitaanza kuzungumza matokeo ya maombi yetu. Na hata hivi ninavyoongea tayari uko upande wa pili kuna machozi. Nyie subirieni tu kuambiwa jambo fulani la msingi zuri kabisa ambalo litatutia moyo. Kwa hiyo tuombe kwa bidii. Wokovu wetu umekuja, na msipuuzie yale ambayo Mungu anayaleta kupitia watu kwenye mitandao ya kijamii kama ambacho kimetokea leo kwa huyo captain. Hata kama sio captain, lakini ni dalili ya kwamba jeshi la wananchi kwa ajili ya wananchi wao, Mungu atawarejeshea ule moyo wa rehema na huruma kwa ajili ya taifa na nchi. Kiapo chao sio kwa ajili ya viongozi, kwa ajili ya wananchi wote. Kwa sisi tuzidi kuomba. Ukipatikana wokovu bila kumwagika damu itakuwa vyema, lakini Mungu na atukuzwe katika yote aliyoyaandaa. Barikiwe sana. Amen.